Habari, wewe mfanyabiashara unayenitazama muda huu. Je, ushawahi kufikiria kuhusu fursa mbalimbali zinazopatikana katika huduma za kifedha? Karibu katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara kwa siku ya hii leo. Na leo tunaangazia fursa mbalimbali zinazopatikana kupitia huduma za kifedha kwa mfanyabiashara. Jina langu ni Asha Kaoneka. Ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi nafanya biashara na nafanya masuala ya transaction of money. Watu wanatoa hela na hizi hela nazopata japokuwa sio hela nyingi sana, ila ni kiasi kidogo ambacho kinasaidia kwa mahitaji yangu binafsi. Kwanza mimi mwenyewe pia ni mwanafunzi, hela nazopata zinasaidia kwa matumizi ya nyumbani, pia kuchangia kwenye masuala let's say labda kama ada imepungua naongezea hivyo yani. Ila na pia kuna wateja ambao wananufaika kupitia uwepo wangu ndio katika ile eneo, kwa sababu nafanya discount, yani mteja manake na hela anayokuja kutoa napunguza 60% ya ile hela ya makato ambayo mimi nakata na mtandao wenyewe. Kwa hiyo mteja ananufaika kwa 40%, kwa sababu mtu akiwa serious tu na hii kazi na akaizingatia inapotakiwa na akawa makini, anaweza kupata kipato vizuri na ikamfanya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kimaendeleo. Ukuaji wa teknolojia umepelekea sehemu kubwa ya maisha yetu kwenda kwenye upande wa kidijitali zaidi na kutoa fursa nyingi zaidi, na sio tu fursa lakini imetuongezea urahisi wa kufanya mambo mengi zaidi, kwa sababu kuna vitu vingi unaweza kuvifanya bila wewe kuwepo eneo husika ambalo unatakiwa kuwepo. Kwa hiyo kwenye upande wa biashara na malipo, nadhani teknolojia imetusaidia kwenye kufanya urahisi, kwenye Kiingereza wanasema convenience ya kuweza kulipa au mfanyabiashara kupokea malipo hata kama anayenunua hayuko karibu na wewe. Unaweza kuona kwa umuhimu, au unaweza kusema faida kubwa ya kwanza ni kutengeneza urahisi wa malipo kwa anayepokea na anayelipa. Lakini mbili, ufanyaji wa malipo ya kidijitali ukiendana pia na ukuaji wa teknolojia kwenye upande wa kidijitali, unaweza kukutanisha pia wafanyabiashara wengi na wateja wengi bila hata kukutana uso kwa uso. Kwa ukiacha malipo tu, teknolojia pia imetupa uwezo wa kuweza sasa, unaweza kununua kitu nikiwa Mwanza nikaagiza kitu Dar es Salaam Kariakoo na nikamlipa mtoa huduma wangu au mtu anayeniuzia bidhaa hiyo kwa kupitia njia ya kidijitali, aidha kupitia labda sim banking au kupitia mifumo ya kulipa ya mitandao ya simu, na bidhaa ikanifikia hapa kwa kusafirishwa. Kwa hivyo kufanya malipo kidijitali ina faida hiyo. Lakini faida nyingine naweza kusema ya tatu ni au kama sio ya pili ni pale wateja wanapokuwa labda wameishiwa fedha ambayo ni unaita kwa Kiingereza hard cash, cash maana taslimu. Kwa hiyo kama mtu anaweza kulipa kwa kutumia sim card, sim banking au kwa kutumia kadi kwa maana ya kuchanja, hizo zote ni huduma za kidijitali ambazo awali hazikuwepo. Kwa hiyo maana yake mtu alilazimika kwenda eneo akiwa amebeba fedha aidha kwenye wallet au mfukoni kiasi ambacho anakihitaji. Maana yake kama atatumia kikiisha, maana yake lazima atoke aende akatoe tena hiyo fedha. Lakini kwa sasa hivi huduma za kidijitali zinasaidia hata kama mtu ameishiwa cash, fedha taslimu, anaweza kufanya malipo kama anataka kuendelea kutumia huduma sehemu iliyopo. Na hiyo inafanya zaidi kwenye maeneo kwa mfano ya kwenye hotels au kwenye maeneo ya kupumzika na nini, ambao watu wanatoa huduma za nasema hospitality. Kwa hiyo kwa mtoa huduma wa namna hiyo, malipo ya kidijitali yanampa faida zaidi, kwa sababu mteja lazimiki kutembea na fedha taslimu. Kwa hiyo anaweza akatumia kiasi ambacho anacho kwenye benki au anacho kwenye simu, kwa maana anaweza kulipa kwa kupitia mifumo hiyo ya kidijitali. Kama tulivyosikia, huduma za kifedha zina umuhimu sana kwa wewe mfanyabiashara. Mpaka kufikia hapa hatuna la ziada katika kipindi cha mtazamo wa kibiashara kwa siku ya hii leo. Kwa niaba ya mpiga picha wangu Darrington Edward na timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki, mimi ni Asha Kaoneka. Hadi hapo wakati mwingine tena.